Ah, bwana, heshima zenu ndugu zangu. Amani ya amani ya Mungu iwe pamoja na nyie. Karibu baba yangu, mama yangu, kijana mwenzangu, mdogo wangu, karibu sana kwenye channel yangu. Hii ikiwa ni episode ya pili ambayo inazungumzia swala zima la uwepo wa Mungu, dini pamoja na maisha baada ya hapa. Sasa leo tuenda kwenye point, ni kwamba iko hivi. Basically kwa mimi na wewe, yani sisi wa Swahili wa Tanzania, kwa sababu mfano mimi ni Msukuma, umeona? Yani Msukuma anaweza vipi kuwa Mkristo? That's the question mzee. Kwa sababu tukirudi miaka kadhaa nyuma hapo, wazee wetu wakina Mwana Malundi, umeona, na wazee wengine wa Kisukuma, ulikuwa uweze kuwaambia juu ya swala zima la Ukristo, yani kuvaa suti na na mambo mengine, umeona, ilikuwa ni uongo. Sasa imewezekana vipi? Iko hivi, unashawahi kujiuliza kwamba hizi dini zimetokea wapi? Hizi dini na concept nzima, kwa sababu mimi nimewahi kumuuliza mzee wangu, ni mtu ambaye kazaliwa kitambo kidogo, 1947, ni babu yangu, kwamba hata kabla ya hizi dini hizi ambazo zimeletwa na hawa Arabu na hawa wazungu, mlikuwa mkiamini kwamba kuna Mungu, yani kuna supernatural power ambayo anai-own hiyo, haonekani lakini yupo. Mzee aliniambia tu kwamba kweli walikuwa wakiamini kwamba kweli Mungu yupo. Walikuwa wakiamini uwepo wa Mungu, na walikuwa na njia zao ambazo wao wenyewe kwa mujibu wa wazee wao pia walikuta wakifanya vitu ambavyo wakiamini kwamba kwa ufanyaji vitu hivyo Mungu anawaelewa na anawapa baraka zake kutoka mbinguni. Kwa hiyo kiufupi kabisa ni kwamba before sisi wa Afrika, hasa mimi na wewe Mdigo, wewe Mdigo, mimi Msukuma, wewe Mkuria, kupata hizi dini sijui Ukristo, Uislamu, ilikuwa hamna. Wazee wetu walikuwa na utaratibu wao, walikuwa na utaratibu wao wa kumwabudia huyo Mungu. Nitakuja nielezee baadaye kwa facts kwamba walikuwa wako sawa, walikuwa hawako sawa. Utaratibu ambao walikuwa wako nao wazee ni wa kutambika. Walikuwa wakitambika kwenye wakichagua miongoni mwa vitu, mfano labda kama ni mlima, umeona, wana specialize kwamba huu ni kwa ajili ya kumwabudia Mungu, au kama ni mti mkubwa, mti fulani hivi, wanaochagua kwamba huu ni kwa ajili ya kufanyia matambiko, kumtambikia au kumuomba Mungu. Sasa mwamba hapa nikawaza sana kwamba dini ni nini, shanielewa, na zimetoka wapi, umeona? Basi kwenye pita zangu kuna huku kwenye kuhangaika kutafuta mambo ya kielimu na kusoma vitabu ya huku na huku, nikaja nikagundua kwamba hizi dini bwana tumeletewa. Sawa, concept ya Mungu yupo, ni kweli Mungu yupo. Kuanzia miaka hiyo hata wazee walikuwa wakijua kwamba Mungu yupo, na walikuwa wanafanya njia zao ili kupata baraka kutoka mbinguni, na kwa sababu Mungu ni mpole na hana neno, alikuwa akiwabariki hivyo hivyo, pengine kwa sababu labda ya maelekezo ambao walikuwa nayo wazee. Lakini sisi kama sisi sasa, watu wa zama hizi sasa, nyakati hizi za sayansi na teknolojia, karne ya 21 mzee, dini tumeletewa bwana. Dini wameleta watu wawili tu ambazo ndio zina dini ambazo ni maarufu, kwa sababu kwenye kufuatilia kwangu nilikuta kuna dini nyingi sana, lakini dini ambazo ni popular duniani kote kina utazikuta ni mbili tu. Ni Ukristo na makundi yake, kwa maana ya Roman Catholic Church kama kanisa mama, KKT, Adventist, Orthodox Churches, TAG na mengine mengi sana, yako mengi sana, mpaka kuna makanisa mengine yanaitwa Ministry of God,
na vitu kama hivyo. Yani kuna jeshi la wokovu, dini ni nyingi, yani madhehebu, makundi ni mengi. Haya yameletwa tumeletewa sisi. Na kwenye upande wa distribution ya hizi dini, wazungu hawa kutoka Italia, kutoka Marekani, kutoka Ufaransa, kutoka Ujerumani, kutoka Vogas, kutoka Australia, kutoka Uingereza, Europe, wanahusika kwenye distribution ya Ukristo. Lakini kwa upande wa Islam bana ni Waarabu. Sasa kabla hujaenda kwenye unajua watu wengi wanakosea, yani na matatizo ya kutokuwa na taratibu za kielimu. Mimi niliahidi hapa kwamba nitatoa data za kielimu. Sasa mimi kwenye hii channel nitajibu maswali yako mengi sana kwenye upande wa hizi dini. Ni kweli Mungu yupo, na Mungu kuna dini, kwenye dini zote ambazo hizo unaziona kuna dini ambayo yeye binafsi ndo kaileta watu wafuate taratibu wa hiyo dini. Alafu sasa hizi contradiction hizi za hapa katikati vipi? Sasa mimi nitakusaidia kuondoa hizo contradiction, hasa kwenye mambo haya ya dini. Watu wengi wanakimbilia kwenye kwenda kubishana juu ya dini zao. Bana mimi Muislamu, mtu anatamba pale na likofia lake, ile kanzu nini. Mwingine naye unakuta na kala suti lake na kiatu kinang'aa. Christian anatamba. Wanaenda kuanza kusuguana kwenye hizi dini kabla ya kujiuliza mambo ya msingi. Ushanielewa? Siku zote kiuhalisia, na nitakuwa natumia vitu rahisi sana ili uweze kunielewa, uweze catch up. Hii ni episode 2 ya kwenye channel ya Mfarisayo TZ. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Tuendelee. Kikawaida tu kwenye maisha hauwezi ukawa na taaluma juu ya kitu fulani au juu ya jambo fulani kama haujakaa na walimu wa jambo hilo. Yani wewe hapo usingekuwa engineer kama usingekaa na wale ma lecture wako au engineer ulionao mpaka leo. Wewe daktari hapo usingeweza kuwa ni daktari leo unavyonisikiliza mimi hapo kama ungelikuwa haujakaa na wale wakufunzi wako wakakufundisha wewe daktari. Na wale wakufunzi wako nao pia walikaa na watu ambao ni wakufunzi wa hiyo professional, wakajifunza na ndo wakaja kukufundisha mpaka na wewe mpaka leo unaweza kufundisha na wengine. Hivyo ndivyo taratibu wa mambo jinsi yalivyo. Yani unajua tumepewa akili mzee, ushanielewa? Kwa hiyo ili ufahamu elimu ya kitu chochote kile duniani ni lazima ukae na mwalimu wa elimu hiyo akufundishe. Kama ni seremala, uwezo kujua kwamba hapo unapigaje randa, hapo unanyosha vipi sijui square, hapa sijui unakunja vipi yale mikono yale ya kwenye masofa au ya kwenye makochi, bila kuwa umefundishwa na seremala mwenyewe. Unaanza kwanza unakuwa mwanafunzi, then unakwenda unakuwa mwalimu. Basi hivyo pia hata kwenye hii contradiction kwenye haya mambo ya dini ni hivyo. Na kusudia nini? Ni kwamba watu kabla hawajaanza kwenda kuhangaika na kujivunia na hizo dini zao ambazo wako nazo, walitakiwa waangalie kwenye hawa wasambazaji wa dini hawa, mzungu na Mwarabu, ambazo ndo dini kubwa duniani, ni nani ambaye amepata bahati ya kukaa na manabii? Kwa sababu manabii na mitume ndio walimu wa dini mzee, ndio walimu wa hizi imani za Mungu. Manabii na mitume, hakuna concept zaidi hapo. Yani hakuna tena muujiza wa nje ya hapo eti mtu anaweza kafahamu dini nje ya utaratibu wa kupitia kwa mitume na manabii. Hapana, wewe dini yako itakuwa ni umeitoa kwa shetani. Nitakuja nimuelezee baadaye shetani ni concept ya shetani imekaa. Shetani ni nani? Ili kwa vipi hadi akawa shetani? Ana operate vipi? Anafanyaje kazi zake? Bana, mambo ni mengi wazee. Muda ni mchache.
Anyways, sasa bila kupoteza muda, kwa data kamili kabisa, ili ujue ni nani kati ya mzungu na Mwarabu ambao wameeneza Islam na Christianity, Ukristo, dini yangu mimi, tuangalie ni nani ambaye kati ya hawa wawili amepata bahati ya kukaa na walimu wa kufundisha dini ambao ni mitume na manabii. Alafu baada ya hapo sasa tunaweza tukaanza kupata mwanga kidogo kwenye jambo letu hili, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakiumiza kichwa, watu wengine wamekubali tu bana liwalo na liwe, bora liende, kikubwa uzima, vitu kama hivyo. Lakini hapana, vitu haviko hivyo. Kama vile ambavyo wewe unampa maelekezo mwanao kwamba